Habari na nikukaribishe katika simulizi hii sehemu ya kwanza. Hii ni simulizi nyingine ambayo tumeandikiwa na mdau wetu ambaye naye anasimulia yale ambayo amekumbana nayo, na hii ikiwa ni simulizi za kweli. Hii ni true story ya maisha ya mtu kabisa. Tunakwenda kuanza nayo kama ifuatavyo. Karibu sana. Habari kaka, natumaini mnaendelea vizuri wewe na familia yako. Hongera kwa kazi nzuri unayoifanya. Hongera pia kwa kuleta simulizi za huba la mapenzi. Kupitia simulizi mimi ni miongoni mwa watu ambao wanamtukuza Mwenyezi Mungu sana kwa mambo mabaya niliyoyafanya. Mwanzo nilijihisi mimi pekee ndiye nimefanya haya, japo sijisifii kwa mabaya niliyoyafanya. Nilipofika chuo mwaka wa kwanza, chuoni kuna matamasha yanaandaliwa. Kwetu sisi katika chuo chetu tamasha lilikuwa linaitwa Freshers, la kupokea wanafunzi wapya. Sijui vyuo vingine wanahitaji. Nilichelewa kidogo kuripoti chuo. Nilikuwa wanafunzi wa miaka mbalimbali pale chuoni wakiandaa ile tamasha la Freshers. Kwa sababu mimi nilichelewa kufika, nilipoingia tu darasani, kipindi cha kwanza kilikuwa ni kipindi cha general kinachojumuisha wanachuo wote. Kila mtu aliyeniona alianza kunong'ona. Kipindi kile kiliendelea. Kilipomalizika, Siara alitangaza mtu asitoke ana tangazo. Siara akasema Jumamosi kuna Freshers, na kama mnavyojua kutakuwa na michezo mbalimbali na matamasha ya jukwani. Sisi mwaka wa kwanza tuna wawakilishi wachache. Naomba tuendelee kujiorodhesha kwenye vipengele mbalimbali, tusiogope kwa sababu sisi ni mwaka wa kwanza. Siara akaongeza akasema kuna dada nimemuona ameingia hapa, na mpendekeza agombee umisi. Watu wakashangilia, wakapiga makofi. Siara akaniita mbele, nikajitambulisha, nikamwambia sawa nitashiriki kwenye kinyang'anyiro. Siku ilipofika nikashiriki kwenye kinyang'anyiro, ila sikubahatika kushinda. Nilishika nafasi ya pili. Nilijizolea maarufu sana chuoni. Miaka ikaenda, nikamaliza chuo. Nilipomaliza chuo nilibahatika kupata sehemu ya kujitolea kufanya kazi. Nilianza kazi hapo. Nikiwa katika kufanya kazi, kuna kijana mmoja alijitokea kunipenda. Nikaanzisha naye mahusiano. Tulipendana sana kwa sababu yeye alikuwa mwajiriwa, alikuwa ana pesa. Hivyo sikuwa napata shida kwenye masuala ya nauli na vitu vidogo vidogo. Hapo nilikuwa nafanya kazi Mbeya. Baada ya mwaka mmoja kupita, ile sehemu nilikuwa nafanya kazi wakasema hawawezi kuendelea kuwa na mimi. Hivyo wakaniambia nitafute sehemu nyingine, hawataweza kuniajiri. Kweli nilihangaika kutafuta sehemu ya kufanya kazi, ila nilikosa. Hata nyumba nilikuwa naishi walinifukuza. Nikamwomba yule kijana ambaye nilikuwa na mahusiano naye, nikaishi kwake, akakubali. Tuliishi kwa muda wa miezi mitatu. Tabia yake ikaanza kubadilika. Akawa mtu wa kuchelewa sana nyumbani. Nikimuuliza ananifanyia fujo. Siku moja nikamuuliza kweli unanipenda? Akajibu nakupenda sana. Nikamuuliza kama unanipenda kweli, kwa nini unanipiga na kuchelewa kurudi nyumbani? Akaniomba msamaha, nikamsamehe akaisha. Ukapita mwezi mwingine mmoja, alirudi nyumbani usiku sana akiwa amelewa. Akaniambia anaomba nimsamehe sana. Kuna binti amempa ujauzito na bahati mbaya wazazi wamelazimisha amuoe. Tena amuoe kabla hajajifungua. Nikamuuliza yawezekana vipi haya? Mimi hata kama hujanitolea mahari, ndugu zangu karibia wote wanakujua. Na mama yangu ni rafiki yako pia, kila siku anakuuliza tunaoana lini. Kwa nini unanifanyia hivi? Kiukweli kaka, nilikuwa ndio nimemaliza chuo, nina mwaka na miezi kadhaa. Akili haikuwa imepanuka kufanya maamuzi. Nikamgomea kuondoka. Nikamwambia siondoki katika hii nyumba. Huyo mwanamke wako mlete, atanikuta humu. Yule kaka akanisukuma kwa nguvu sana. Nikaanguka. Damu zikanitoka puani na akili zikanijia sasa kuwa anamaanisha. Akaniambia nilie, nikimaliza kulia nifute hizo damu, nisafishe nyumba yake niondoke. Nilikuwa nahisi naota. Nililia nikakaa pale chini. Yeye akaingia chumbani. Alivorudi alikuwa anaongea na simu akiwa kaweka loudspeaker. Ikawa inasikika sauti inasema, unaifukuza lini hiyo mbwa yako? Mimi nataka kuja kuishi. Nimechoka kuishi huko peke yangu. Nilisikiliza kwa makini ile sauti, nikawa nasema mbona hii sauti kama naifahamu. Ile sauti kwenye simu ikawa inaendelea kuongea. Ikasema wewe mwenyewe, inamwambia mchumba wangu, ndio ulisema huyu binti tusimpe ajira permanent kutokana na kwamba amegushi vyeti vyake. Mpenzi wangu aliposikia yale maneno akaniangalia. Wakati huo mimi nilikuwa nimeinama na deki zile damu pale chini. Nilisimama ili nisikilize vizuri zaidi. Ile sauti ikaendelea kusema, kama uliweza kumkosesha ajira, kwa nini ushinde kumwacha? Au unampenda yeye zaidi yangu mimi?
mbele yangu yule mwanaume kajibu, "Hapana, nakupenda wewe na wewe ndiye chaguo langu namba 1 siku zote. Huyu ilikuwa ni tamaa tu." Nikamsogelea zaidi mpenzi wangu, nikamtazama usoni. "Zaidi ya mwaka mimi ni tamaa tu. Na kwa nini? Na kwani imekuwaje sikujua kuwa walikuwa na mahusiano kwa kipindi chote hicho hapo kazini?" Ikabidi nimuulize mpenzi wangu, "Kwani ulikuwa na mahusiano na fulani?" Mpenzi wangu aliposikia lile swali alikata simu. Alipokata tu simu ikaita tena. Mimi nikaipokonya, nikaipokea na kuweka loudspeaker kwa haraka sana. Nikamuuliza, "Ina maana fulani wewe una mahusiano na huyu mpenzi wangu?" Akanijibu akasema ndio. Muda huo mpenzi wangu akataka kuninyang'anya simu. Na kweli nilikutana wewe ukiwa kama mfanyakazi wa kujitolea. Yule binti akawa anaelezea, "Nilikukuta wewe kama mfanyakazi wa kujitolea, yaani chini ya uangalizi, intern. Na bahati mbaya au bahati nzuri ulikuwa umebakiza wiki moja uajiriwe. Nilipofika nilipata hasira sana kwamba kwa sasa wewe ndio unatoka na mpenzi wangu." Nikaongea na mpenzi wangu akaniambia ananipenda mimi sana, ila wewe ni shetani tu alimpitia kwa sababu ya ugomvi wetu, hivyo yuko tayari kurudiana na mimi na atakuacha wewe. Lakini cha ajabu hakukuacha na bado akakuchukua na mkaendelea kuishi wote. Sasa mimi ni mjamzito na tunatakiwa kufunga ndoa kwa sababu wazazi wamesema nikizaa kabla ya ndoa kufungwa hawatanitambua kama mtoto wao. Kwa hiyo kabla sijakufanyia kitu kibaya ambacho hutakaa usahau maisha yako yote, kesho asubuhi nitakuja hapo mnapoishi pamoja na nitakuja na watu watakachokufanya hutokaa utamani wanawake wako tena." Kisha akakata simu. Ikabidi nimuulize mpenzi wangu, "Uliwezaje kuishi na mimi japo sio siku zote? Maana uliweza kukaa siku 2 nyingine ukaondoka wakati kumbe una mahusiano mengine serious. Kwa nini ulikataa nisipate kazi ofisini kwenu na nilikuwa tayari nishapita?" Nikaongeza kwa kumwambia, "Mimi nitaondoka usiku huu na kwenda sehemu nyingine na wala sitokutafuta tena kwa sababu mpaka mipango ya harusi imekwisha kamilika. Mimi hakuna sehemu nyingine ninayotambulika, hivyo mimi naamua kujiengua. Ila nijibu maswali yangu tu na moyo wangu utakuwa na amani." Mpenzi wangu aliongea na kusema, "Ukweli nilikupenda sana na wewe ndiye mwanamke wangu ninayekupenda sana. Ila huyu," akamtaja jina, "wakati wewe unaanza kufanya kujitolea, yeye alikuwa nje kimasomo kama alivyokueleza. Tulikuwa tumegombana sana. Alivyorudi wewe ulibakiza wiki moja uajiriwe, lakini aliniita akiwa amenibebea zawadi nyingi sana kutoka nje ya nchi. Na mbaya zaidi, siku anarudi ilikuwa siku ya kumbukumbu yangu ya kuzaliwa. Alininunulia zawadi ya gari pia ambalo nalipenda, akanipa zawadi ya kiwanja kama sehemu ya msamaha wake kwangu. Kwa kweli hata yeye nilikuwa nampenda na yeye nilianza kumpenda kabla yako wewe. Nilijikuta namsamehe kwani nilikumbuka mazuri mengi tulifanya pamoja kwa kipindi kirefu. Kulinganisha na wewe niliyekutana na wewe juzi. Kuhusu mimi kuishi na wewe, mimi ninaishi na wewe, huwa na kuja kwako. Wazazi wake wakija kwa ajili ya matibabu kwa sababu wanakuja mara kwa mara kwa mwezi mara 3, na wakija wanakaa siku 2 au 3. Na hapo ndio mimi huondoka na kuja kwako. Yeye anajua tumeshaachana muda tu. Kwa hiyo hii nyumba kodi amekuwa akilipia yeye. Hivyo basi anavyokuambia hataki kukuona anamaanisha kwenye nyumba anayolipia kodi yeye. Mimi sitakusahau. Mimi sitakusahau hata kama namuoa huyu mwanamke, akili yangu bado ipo kwako. Naomba ufungashe kila kilicho chako kisha uondoke, ukatafute kwanza lodge ya kufikia. Kisha nitawasiliana na wewe kesho mchana. Akanipatia kiasi cha pesa, akaniambia hiki kiasi kitakusaidia. Kisha akaniitia usafiri. Nilikuwa nalia tu, sikuweza mbishia chochote. Nilijiona mimi ndio mwenye hatia kuingilia mahusiano ya watu. Nilipakia kila kilicho changu, nikatoka nje na kuchukua usafiri, nikaenda kwenye lodge. Nilipofika lodge nililia sana. Moyo wangu uliumia mno. Kesho asubuhi kulipokucha nikajitafakari sana. Nikasema sasa niliyekuwa namtegemea anaenda kuoa, lazima nitafute kazi. Kweli ilipofika majira ya saa 4 nilianza mguu na njia kutafuta kazi, nikiwa na barua ya sehemu nilizojitolea kufanya kazi, ikiwemo hii ya mwisho ambayo nilijitolea kwa muda mrefu. Nitafute sana kazi ndani ya wiki 2. Nilikuwa nimeomba sehemu nyingi sana. Kwa makadirio ya haraka zilikuwa zinafika 23 au 24. Siku moja
Nikiwa nimekata tamaa, nilipigiwa simu na kampuni moja. Wakaniuliza kama ninaweza kufika kesho yake saa 2 asubuhi makao makuu yao ya kazi. Wakanipa maelekezo yote kwa kutumia email yangu. Nikapitia email yangu, nikaona nimealikwa kwenye interview ya kazi. Usiku ule sikulala, nilikesha kujiandaa na interview. Nilifika mapema sana, sikutaka kuchelewa hata dakika moja. Muda wa interview ulipofika, niliitwa nikafanyiwa interview yangu. Maswali nikayajibu vizuri tu. Ilikuwa ni panel ya watu kama 6 hivi, wote wanauliza maswali yao. Baada ya hapo nikaambiwa kukiwa na chochote nitapata majibu kupitia email yangu. Baada ya wiki 2 nikapokea email kuwa nimepata kazi. Nikapewa tarehe ya kuanza kazi, na ilipofika nikaenda ofisini. Nikapewa maelezo nimfuate dada aliyekuwa amevaa sketi ya blue na shati jeupe, kwamba atanipa maelekezo jinsi gani nitaanza kazi. Namshukuru Mungu, nilipata kazi ndani ya mkoa ule ule. Nilipopokea mshahara wangu wa kwanza, na kwa niliyoyapitia japo ni kwa muda mfupi, yalikuwa yamenichanganya sana. Nikasema huu mshahara wa kwanza nitamega kidogo niwatumie wazazi wangu, wadogo wangu, kanisani nitoe kidogo, kiasi kikubwa nitakitoa kwa watoto yatima. Yote hayo niliyafanya ya kuwatumia hela. Sasa nikaelekea katika kituo cha watoto yatima. Nikanunua vitu vingi kwa ajili ya hicho kituo cha watoto yatima. Nilipofika wakanipokea kwa furaha kwa sababu nilishatoa taarifa kuwa na kwenda kupatembelea. Sikukuta Waafrika kabisa pale, zaidi ya wafanyakazi wanaofanya kazi pale. Wenye kituo wengi walikuwa wazungu. Mwenye kituo alifurahi sana kuniona. Akaanza kueleza wale wazungu. Maelezo yalikuwa ni yale yale, kuwa huyu ni binti mdogo kaja kutoa msaada kupitia mshahara wake wa kwanza. Akaona aje afurahie furaha yake na watoto. Niseme baada ya kufikia hapo tumefika tamati ya simulizi hii katika sehemu yake ya kwanza. Simulizi hii ni dada anaelezea kisa ambacho kimemkuta na mikasa mingi ambayo ameipitia. Endelea kutufollow, endelea kusubscribe katika YouTube channel yetu kwa ajili ya simulizi hii ya kusisimua. Tukutane katika sehemu ya pili. Ciao.